Udhibiti ubora wa shule ni mchakato unaolenga kuhakiki na kuthibitisha viwango vya ubora wa shule au vyuo vinavyotolewa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, vinafikiwa na kuendelezwa kwa kupitia mchakato endelevu wa upimaji, ufuatiliaji, ufanyaji tathmini na kisha kutolea mrejesho kama lengo la kufanya maboresho kwa taasisi husika, ambazo sasa tunapozungumzia taasisi husika ni hizi shule za msingi, shule za sekondari pamoja na vyuo. Idara hii ilianza kwa mujibu wa sheria ya elimu namba 25 ya mwaka 1978. Idara hii ni moja kati ya idara muhimu zinazopatikana katika Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, na jukumu kubwa la idara hii ni kuhakiki na kuthibitisha kama sheria, kanuni, taratibu na miongozo mbalimbali inazingatiwa katika utoaji wa elimu katika shule ndani ya nchi yetu. Pamoja na uwepo wa sheria hii, bado idara imeendelea kufanyiwa maboresho kadhaa. Kwa mfano, katika kipindi cha mwaka 1995, sheria hii kipengele namba 10 kilihuisha masuala kadhaa katika eneo la udhibiti bora wa shule. Lakini mwaka 2002 pia tulipokea marekebisho kadhaa kwenye sura namba 363 ya sheria ya elimu. Hasa maboresho haya yote yalilenga kuiwezesha idara kufanya kazi kwa ufanisi na kuleta tija kama kiungo muhimu cha kufuatilia na kufanya tathmini katika uendeshaji wa shule na vyuo nchini. Tunapofanya tathmini ya jumla, tuna viashiria 8 au vigezo 8, ambapo kigezo cha kwanza kuwa ni ubora wa mtaala katika kukidhi mahitaji ya wanafunzi. Sasa katika eneo hili tunaiangalia shule na tunautathmini mtaala ambao umeboreshwa. Kwa mfano, sasa hivi baada ya uboreshaji wa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023, kuna maboresho yamefanyika pale kwenye ule mtaala wetu. Sasa tunakwenda tunaangalia uwanja huu ulenge nini sasa. Kwanza tunaanza kuona masuala ambayo yanaweza yakatusaidia kuona, je, mtaala huu unakidhi mahitaji ya wanafunzi? Tunahakikisha kama mipango ya utekelezaji wa mtaala wa shule ni jumuishi na inajumuisha masuala mtambuka ili kukidhi mahitaji ya wanafunzi yanayotofautiana. Maboresho ya mtaala wa elimu yanaleta tija kubwa sana, kwa sababu mtaala ulioboreshwa umekuja na mkakati kwamba kila mwanafunzi aweze kupata umahiri wa jambo fulani. Sasa kama mwanafunzi atakuwa amesoma vizuri na akazielewa vizuri zile dhana, kama ni kwa upande wa kilimo, basi anaweza akatekeleza pia majukumu mengine ya kijamii yanayofanana na michepuo au fani au mahiri ambazo amezipata katika usomaji wake. Kwamba shule zinazovunja sheria, kuvunja sheria maana yake ni kukiuka utaratibu, na sisi kama wadhibiti ubora wa shule tunasimamia, tunahakiki na kutathmini ule ubora wa kile kilichoelekezwa na serikali. Kwa hiyo kama shule itakuwa imevunja utaratibu au imekiuka sheria, tutaangalia aina ya kosa. Kwa mfano, labda shule imepata usajili wa kutwa, kwamba iendeshwe katika misingi ya kutwa. Wanafunzi waende shuleni asubuhi, baadaye wajifunze, wakishamaliza kujifunza warudi nyumbani. Lakini shule hiyo yenye usajili wa namna hiyo inapobainika labda imekuwa na hostel au imekuwa na bweni ambalo sio rasmi, tukibaini lazima tufanye ufuatiliaji, tuzuie na kutoa ushauri kwa mdau kama anahitaji
kuwa na shule ya bweni, basi afuate utaratibu wa kupata kibali cha kuanzisha huduma ya bweni katika shule yake. Kwa kweli kama ofisi ya udhibiti ubora wa shule halmashauri ya wilaya Sengerema, tunaomba tu tutoe angalizo kwa wamiliki wa shule pamoja na wakuu wa shule zote kwamba pale ambapo watakiuka sheria ya elimu katika uendeshaji na utoaji wa huduma ya elimu katika shule zao, basi tunaweza tukafanya usitishaji wa shughuli za kielimu. Kwa mfano, moja kati ya vitu ambavyo tusingependa viendelee kuonekana kabisa hadharani ni pale shule ambapo haina kibali cha kulaza wanafunzi, wao wanalaza wanafunzi. Hilo ni kosa. Kwa tukilikuta la namna hiyo, linaweza likawa ni jambo ambalo linaweza likatufanya tukachukua hatua. Lakini swala jingine ni kukaririsha wanafunzi pasipo sababu za msingi. Kwa mfano, mwanafunzi amewekewa wastani wa juu sana wa shule, na shule imeendelea kuona na kuthamini wastani wa alama ilizoweka shule tofauti na wastani wa alama uliowekwa na baraza la mitihani. Ikitokea hivyo, kwa kweli idara yetu pia inaweza kuchukua hatua stahiki dhidi ya walimu wakuu au wakuu wa shule au wamiliki wenye mwenendo kama huo. Tunaangalia vigezo, vile vifaa vya mtaala vipo na vinaendana na umri wa wanafunzi. Isije ikawa kinachotekelezwa pale kinaenda zaidi ya umri wa mwanafunzi aliyokusudia. Mfano, mwanafunzi wa awali ana mtaala wake, mwanafunzi wa kuanzia la kwanza la pili ana mtaala wake, vile vile ukienda la 3 mpaka darasa la 6 na wenyewe wana mtaala unaotekelezwa. Kwa tunaenda kuona, lakini hata yale maandalizi sasa ya walimu katika kutekeleza yanakidhi. Huo ni uwanja mojawapo, lakini tukienda uwanja mwingine ambao tunauangalia, kuna ubora wa ufundishaji kwa ujifunzaji na upimaji. Walimu katika ufundishaji wanatumia mbinu shirikishi, wanaliumudu darasa, wanafaragua zana za ufundishaji na kujifunzia ambazo zinawezesha mwanafunzi kuweza kupata yale maarifa yaliyokusudiwa. Kwa pale tumemlenga mwanafunzi. Je, kile anachokipewa kinawasilishwa kwake ipasavyo? Anashiriki yeye au yeye amefanywa kuwa labda tabu darasa kwamba hajui chochote? Sisi msisitizo wetu ni kuhimiza wazazi wawe tayari kuchangia kwa ajili ya wanafunzi wapate chakula shuleni. Tunaongea na wale jamii, kamati ya shule, wazazi baadhi wanaoitwa pale shuleni, basi tunaongea nao kueleza umuhimu wa mtoto wa kupata chakula pale shuleni na madhara ambayo mtoto ambayo anaweza akayapata asipopata. Mfano, mtoto kushinda njaa kwa muda wa miaka hiyo akiwa anashinda tu, ni rahisi kupata vidonda vya tumbo. Tunamweleza mzazi, lakini kinachohitajika kuletwa hapa shuleni ni portion ni ambayo angekaa hata nyumbani anaipata. Tunakuwa na maswali nao. Kwa mfano, mtoto akibaki pale nyumbani hapati uji saa 4, anapata. Kwa hiyo kumbe tuchukue sehemu ya kiasi ambacho angekipata pale kikaja shuleni kikachanganywa, watoto wote wakapata. Kwa hiyo ndio tunaifanya kuasisitiza, kuongea na jamii na wadau wa elimu ili waweze kutoa mchango wao katika swala la watoto kupata chakula shuleni. Lakini kwa swala la chakula cha wanafunzi kwa shule yetu, chakula cha wanafunzi ni tatizo. Ni tatizo kwa sababu chakula kinatokana na michango ya wazazi. Na wazazi walio wengi wanashindwa kumudu gharama za kuchangia chakula cha wanafunzi kutokana na sababu mbalimbali, aidha za kipato au kutoona umuhimu wa wanafunzi kula chakula shuleni. Lakini tunao wanafunzi wachache, na wanafunzi 216 ambao wanapata chakula shuleni. Na walio wengi wanapata chakula nyumbani. Wanapoondoka saa 8 wanaenda kupata chakula nyumbani. Hao wanafunzi 216 wazazi wao wanachangia chakula. Tunao utaratibu hapa shuleni, wazazi wanaleta mchele. Kwa mfano, mtoto mmoja anakula robo moja ya kikombe, yani robo ya kilo. Kwa hiyo mzazi analeta mchele
kwa mwezi labda kilo 5, lakini anatoa shilingi 1000 kwa ajili ya huduma mbalimbali za maji, upishi na viamba upishi ambavyo vinaenda kuambatana na huo mchele. Kwa hiyo wazazi wanaomudu ni wachache. Na watu wengine tu wanaona mtazamo wao sio mtazamo mzuri, kwamba mwanangu nimpe chakula aende akatumie shuleni, akiangalia yale masaa yanatosha kuja kula chakula cha nyumbani. Wanapuuza tu, lakini kwa kweli watoto wanapata chakula shuleni wanajifunza vizuri, kwa sababu wako wanafunzi ambao wanashinda shuleni kwa sababu ya kupata muda mwingi wa kujifunza masomo yao ya ziada. Lakini wale ambao hawapati chakula wanakuwa dhaifu na hawajifunzi vizuri kutokana na njaa. Tunapokuwa na njaa hajifunzi vizuri. Kwa hiyo tunaomba wazazi ambao wana watoto shuleni kwetu, tunawahamasisha waone umuhimu wa watoto wao kupata chakula shuleni. Sisi kama wadhibiti ubora wa shule, kwa sababu na sisi tunatembelea shule zote zilizomo ndani ya kata yetu, jukumu la kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba kuona ule ubora wa mtaala ambao walimu wanautumia pale shuleni. Lakini ni kuangalia pia ubora wa ufundishaji na ujifunzaji, ikiwemo pamoja na zana za kufundisha na kujifunzia. Wanafunzi wanatumia zana za namna gani, na walimu nao wanapokuwa wanafundisha wanatumia zana za namna gani. Lakini kitu kingine tunachoenda kuangalia tunapofika kule shuleni kama wadhibiti ubora wa shule, tunaangalia pia ubora wa mazingira ya shule. Ubora wa mazingira ya shule, kwamba shule ina mazingira gani ya kujifunzia na kufundishia na kujifunzia. Lakini kitu kingine ambacho kama sisi wadhibiti ubora wa ndani wa shule kwenye ngazi ya kata tunachoenda kufanya ni kuangalia afya ya wanafunzi pamoja na usalama wa wanafunzi katika yale mazingira yote ya kufundishia na kujifunzia watoto. Kwenye swala la kuchangia chakula shuleni, ni swala ambalo ni nzuri na pia tunalipenda pia wazazi. Lakini kinatokea changamoto moja. Tunapokuja kuletea na taarifa na watoto wetu kwamba tunachokichangia si kile wanachokuwa wanakula, kwa sababu wanakuwa wanadai kwamba hawashibi, chakula kina chumvi, hakina nini, wanakuta wanaelezea vitu vingi watoto wetu. Sasa unajikuta labda na hilo linachangia wazazi kutokuchangia au kutokuliona umuhimu wake kwa ajili ya kuchangia chakula shuleni. Ni wachache ambao hawajajua umuhimu wa mzazi kuchangia mtoto chakula chake, lakini kuna umuhimu sana. Mfano, mtoto anatoka nyumbani saa 12 alfajiri, arudi nyumbani saa 12 jioni. Asipopata chakula shuleni, bado hata uelewa shuleni darasani itakuwa ni kidogo sana kwake. Kwa hiyo nawaomba hata wazazi wenzangu walielewe hilo, waweze kuchangia chakula ili mtoto aweze kuona vizuri katika masomo yake. Tuna muhimu vile vile kuendelea kwa wazazi kishirikishwa kwa hilo waweze kuifahamu zaidi. Kuna vitu viwili, kuna changamoto ya maisha na vile vile uelewa mwingine inakuwa ni hafifu, lakini na ugumu wa maisha vile vile unachangia. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.